tarehe 15 ya mwezi wa 10 tumefanya ziara kwenye maeneo mbalimbali. Moja, tumekagua ujenzi wa barabara pamoja na daraja la pale Mto Mzinga ambalo linagharimu si chini ya bilioni 54 pamoja na barabara ya si chini ya kilomita 3. Lakini zaidi pia tumekwenda kukagua daraja ambalo linajengwa pale Geti Jeusi ambalo linajengwa kwa zaidi ya bilioni 9.4. Tumekwenda pia kuangalia daraja la Mto Nguva au Nguva Bridge ambalo linajengwa kwa si chini ya bilioni 9.2. Na muda huu pia kuna madaraja ambayo yanajengwa pale Kigogo na ambayo daraja la Kigogo si chini ya bilioni 17. Lakini kuna daraja pia hapa la Mkwajuni ambalo linajengwa si chini ya bilioni 11. Kuna daraja pia ambalo limezungumzwa hapa pale Mtoni Mtongani karibu na NDC, karibu na ile jeshi, linajengwa kwa si chini ya bilioni 17. Na leo tuko hapa Jangwani, daraja ambalo linajengwa kwa si chini ya bilioni 97 bila kuinclude VAT. Ndugu zangu wa Tanzania, hapa nilipo tupo na watu wataalamu wa TANROADS, lakini wakuu wa wilaya na hasa mkuu wa wilaya ya Ilala na mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Hapa kwa muda mrefu Jangwani pameleta vilio, na kila mwaka ilikuwa inafika wananchi wanaambiwa tutajenga. Kila mwaka inafika wananchi wanaambiwa tutajenga, lakini mwaka huu hayawi na sasa yamekuwa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaweka pesa hapa zaidi ya bilioni 97 ambazo zinaanza kuwalipa wakandarasi hawa kwa kujenga daraja lenye marefu ya mita 390. Lakini kutakuwa pia na walkways. Kwa hiyo linaanzia pale mwanzoni na litakuja mpaka karibu huko mwishoni. Daraja hili ni kubwa, litarefuka kwa urefu wake si chini ya mita 8. Kama mnakumbuka pale Nguva daraja lile si chini ya mita 9, hili si chini ya mita 8. Maana yake yale maji yote ambayo yana flow kutoka kwenye bonde la Mto Msimbazi na ambayo kwa muda mrefu yalikuwa kitafsirika kama ni mafuriko, itakuwa historia, itakuwa tumeingia kwenye historia. Kwa hiyo moja, tutakuwa tunaharakisha huduma za Watanzania, lakini mbili, zile fedha ndogo ndogo ambazo tulikuwa tunaziweka kwa ajili ya rescue tunapopata haya mafuriko zitaelekezwa kufanya jambo jingine. Kwa hiyo nitoe rai kwa wakandarasi kwamba miradi hii ni mikubwa na Watanzania wanaisubiri kwa hamu. Na wakuu wa wilaya mlioko hapa, mara baada ya mwezi huu kuisha, fanyeni preparation, tuwaalike viongozi wa dini, wafanya biashara kutoka mataifa ya mengine, wananchi ambao walikuwa wanalalamika kwa muda mrefu, tufanye nao ziara hapa, waje waangalie progress ya ujenzi huu ambao daraja hili ni moja madaraja yanayojengwa kwa ustadi mkubwa mno. Mmeona hapa pembeni kuna daraja letu hapa la Jangwani, daraja letu hapa la Tanzanite. Ukiangalia daraja hili la Tanzanite linapendeza, limefungwa zile kamba mnaita kitaalamu ni cable stayed bridge, ambazo tunasema all forces of the bridge is subject to kwenye zile cables. Na hili daraja pia litakuwa ni hivyo hivyo. Kuna manguzo mengi hapa, lakini ambayo yanajengwa kwa ustadi mkubwa. Lengo ni kwamba Watanzania wapate huduma zao kwa haraka. Sambamba na hilo, hapa kuna bonde hili la Jangwani. Ramani inaonyesha kwamba kutakuwa kuna maendelezo makubwa ya bonde hili. Kutakuwa kuna viwanja vya mipira, kutakuwa kuna viwanja vya mahoteli, kutakuwa kuna viwanja vya kiutalii, ili kukomesha kabisa. Na hawa wakuu wa wilaya na wakurugenzi na hasa wakurugenzi tulishawatuma waende Japan wakaangalie mji ambao kwa miaka mingi ulikuwa unasumbua sana mafuriko. Na hii imefanywa kwa pesa za serikali, kwa kushirikiana na miradi ya DMDP, lakini kwa kusaidiana pia na World Bank. Wamekwenda mpaka kule Japan kuangalia namna ambavyo wenzetu walifanikiwa kudhibiti mafuriko. Hapa ndugu zangu tumeshaanza kujenga. Ukiangalia mitambo hii ikupe picha kwamba nini kitatokea hapa. Kwa hiyo baada ya miaka miwili, ile miezi 24 kama ambavyo imetamkwa,
tutapata viwanja mbalimbali hapa, na ndio maana serikali imelipa si chini ya bilioni 54 fidia. Wapo wachache wanaolalamika ambao wanasema bado hawajalipwa. Vyombo vinaendelea na uchunguzi wa kina kuhusu hao wachache wanaolalamika kwamba mpaka sasa hawajalipwa, lakini wengi waliolipwa wawe ni mashahidi kwamba serikali imewajali watu kuwatoa ili miradi mikubwa iweze kufanyika kwa maslahi ya Watanzania. Na tarehe 29 ya mwezi wa 10 kutakuwa kuna uchaguzi. Uchaguzi huu upo kwenye sura kubwa mbili. Sura ya kwanza inayotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi ni kwamba Watanzania jitokezeni kwenda kupiga kura kwa wingi, mkamchague kiongozi mnayemtaka. Lakini sura ya pili, wapo watu ambao wanacheza na mitandao kwamba msitoke kwenda kupiga kura, wao watauchafua mji. Naomba tu niwataaridhishe na naomba niwape taarifa kwamba mji huu tumeshaanza kuuchafua sisi kwa kujenga madaraja kila mahali ni maudongo matupu, kila mahali ni maudongo matupu. Na mnafahamu pia kazi ya udongo. Ikinapofukuliwa hapa tunafukua udongo ili tuzamishe nondo. Sasa msitake tufukue udongo tuzamishe kisichojulikana. Kwa hiyo ndugu zangu, tarehe 29 watu wajitokeze kwenda kupiga kura. Mimi na wakuu wa wilaya hawa, wasaidizi wa RPC, ZPC, tunataka tu tuwathibitishie kwamba miradi hii mnayoiona itaendelea kujengwa. Watanzania mnaotaka kufanya biashara, endeleeni, mtakwenda kufanya biashara zenu. Ila sisi tunaitwa kwa lugha nyepesi, wanachokitaka tunataka. Tunaitwa kina nani jamani? Tunaitwa wanachokitaka tunataka. Kwa hiyo kama unataka jambo lolote, na sisi tunataka. Kwa hiyo mkutano wa kutaka na kutaka, tukikutana vizuri, maana kuna jambo litatokea vizuri sana. Ila msiwe na mashaka, taifa la Tanzania na hasa Dar es Salaam liko salama kuliko jana. Kwa hiyo kukicha ni salama zaidi. Kwa hiyo mpaka tarehe 29 ni salama sana, wala asiwatishe mtu wa aina yoyote. Twende kwa pamoja tushirikiane kuilinda miradi hii, lakini twende tukashirikiane pia kuwaambia Watanzania, nendeni mkatimize wajibu wenu wa kikatiba. Baada ya kusema haya, na washukuruni sana na asanteni sana. Dar es Salaam na kaka yangu Edward Mpogoro kwa wilaya ya Ilala, lakini tambue pia uwepo wa makatibu tawala wetu wa wilaya mbili, Ilala pamoja na Kinondoni, wakurugenzi pamoja na timu yote ambao umeambatana, meneja wetu wa mkoa na timu yako yote, pamoja na wakandarasi na mtaalamu mshauri. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nitazungumza kwa kifupi. Cha kwanza, wewe unakumbuka jinsi ambavyo kipindi cha masika tumekuwa hatupati usingizi. Wewe na mimi tuliwahi kukesha pale daraja lile la Mpichi. Mvua ziliponyesha daraja likaleta shida. Lakini unakumbuka pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, daraja lile la JKT pale Mbweni lilikatika na tulikesha siku hiyo pale. Lakini daraja lingine ambalo tulikesha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, unakumbuka vizuri, ni lile la Mtoni Mtongani pale kata ya Kunduchi. Kwa hiyo kwa sisi kwa wilaya ya Kinondoni, uchakavu wa madaraja na uwezo mdogo wa madaraja kuhimili mvua za masika imekuwa ni changamoto kubwa sana. Changamoto kubwa kwa sababu inadhoofisha huduma za kiuchumi, inadhoofisha huduma za afya, na katika hili niseme, mvua moja ilinyesha tulikuja hapa tukakuta ambulance imeshindwa kupita Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Na ikalazimika sasa tuanze kutafuta njia nyingine kuwapeleka daraja lile la Salenda Bridge. Kwa sababu kwa Juni palijaa maji, hapo Kigogo Sambusa pia palijaa maji, magari hayawezi kupita. Kwa sisi wilaya Kinondoni tunafarijika sana na tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi huu mkuu, kwa uamuzi huu mahususi wa kutafuta suluhisho la kudumu wa kutengeneza daraja hili kubwa ambalo litaenda kuhimili mvua za kipindi chote, lakini daraja la Kigogo, daraja la Mkwajuni na daraja lile la Kunduchi pale Mtongani. Kwa kweli tunamshukuru sana Dr. Samia kwa miradi hii, kwa sababu kupitia utekelezaji wa madaraja haya tunaenda kuimarisha uchumi, afya, elimu, kwa sababu usafiri ndio kila kitu kwenye kupeleka watu kwenye huduma mbalimbali. Lakini pia nitumie nafasi hii niwashukuru wakandarasi. Nimeona kwenye madaraja yote haya manne Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa,
kazi zinaendelea vizuri. Wakandarasi wapo kwenye maeneo ya ujenzi kwa muda mwingi hadi nyakati za usiku, wanafanya kazi hizi vizuri. Lakini pia nitumie nafasi kuwashukuru na kuwatia moyo sana wenzetu wa TANROADS kwa kazi kubwa ambao wanaoifanya ya kusimamia miradi hii kuhakikisha inatekelezwa. Wito wangu tu kwa wakandarasi, tuhakikishe tunazingatia muda wa kimkataba. Tumeingia mikataba hii ya ujenzi katika kipindi fulani. Kwa hili daraja Diangana hapa ni zaidi ya miezi 20. Tuhakikishe tunatumia vizuri muda huu. Lakini pia tuzingatie na nyakati. Huu ni mwezi wa 10 na tunakoelekea ni kwenye kipindi cha mvua. Ni vizuri kazi zinazoweza kufanyika sasa hivi ambazo zitatuokoa kutupotezea muda katika kipindi cha masika ziweze kufanyika sasa hivi, ili kazi hizi zisije zikakwamishwa, kwa sababu matarajio ya wananchi kwa kazi nzuri za Dr. Samia ni makubwa mno. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nashukuru sana kwa usikivu na nitumie nafasi hii nikukaribisha ili uweze kuzungumza na hadhara hii. Mradi huu unaojengwa hapa Jangwani ni kichocheo cha shughuli za kibiashara katika eneo letu hili la Ilala. Hivyo, Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa, tupelekee shukrani za dhati kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuleta fedha nyingi kutekeleza mradi huu kwenye wilaya yetu ya Ilala. Kwenye eneo hili la bonde la Jangwani ni madaraja makubwa mawili yanajengwa. Daraja la kwanza linajengwa hili hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Daraja la pili kubwa pia linajengwa pale Kigogo Sambusa, ambao madaraja haya, Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa, ilikuwa ni kero kubwa sana kipindi cha mvua. Maji hapa yalikuwa yanajaa, watu wote wanalazimika kuzunguka, na kama alivyosema mhandisi, eneo hili ndio eneo la kutokea na kuingilia kubwa katika jiji la Dar es Salaam. Linapopata mafuriko, uchumi wa jiji la Dar es Salaam unadidimia. Tupelekee shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais, na wana Ilala wamenituma ni kuhakikishie hisani ulipwa kwa hisani, na wana Ilala wamesema tarehe 29 wataonyesha hisani yao kwa mema mengi ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia ameyafanya kwa wilaya yetu ya Ilala. Yako mengi ambayo ameyafanya, leo sio siku yake, tutapata nafasi ya kuyasema, lakini tupelekee shukrani za dhati, na tunakuhakikishia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, timu hii ya wakandarasi wanafanya vizuri, na taarifa waliokupa tuna uhakika kwamba wako kwa kulingana na mipango yao na ratiba zao na muda wao wa utekelezaji wa mradi, ili hata itakapofika kipindi cha mvua, kipindi cha masika, watu wetu hawatapata changamoto za upitaji. Ni kuombe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakandarasi watusaidie kipindi hicho kitakapofika, kwa sababu kitakuwa kipindi cha utekelezaji wa mradi husika. Basi changamoto za mafuriko hapa iwe basi historia kuanzia kipindi cha ujenzi mpaka baada ya ujenzi wa daraja hilo. Baada ya kusema hayo, naomba nitumie nafasi hii kumkaribisha mkuu wa wilaya ya Kinondoni, naye apate nafasi ya kusema machache, akukaribishe uweze kuzungumza na sisi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kutumia fursa hii kumshukuru ndugu mkuu wa mkoa na wakuu wa wilaya pamoja na wakurugenzi. Kwa majina naitwa Abubakar Hussein, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Suna Magomeni Mapipa. Mimi ni mtaa wangu ni mwathirika mkubwa sana wa mafuriko, kwa sababu mtaa wangu umepitiwa na mito miwili, umepitiwa na mto Msimbazi na mto Ng'ombe. Kwa hiyo mafuriko kwangu ndo anakuwa ni mwathirika mkubwa, na mimi kama mwenyekiti, na kabla sijakuwa mwenyekiti tulikuwa tunawasaidia wananchi, tulikuwa tuna umoja wetu. Mafuriko yakija basi tuna vijana tunaingia kwenye maji kuokoa raia na mali zao. Kwa hiyo napenda sana kumpongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa mradi huu. Ni mradi mkubwa ambao unatija sana kwa taifa kwa ujumla, kwa sababu mafuriko atakuwa tunaamna utatanua mto Msimbazi na mto Ng'ombe na maji yatapita, kutakuwa kuna na kazi ya ile.
na kuna mradi wa majumba utakaokuja pia utakuwa ni busara sana. Mimi napenda kupongeza na mshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na wakuu wa wilaya pamoja na kurugenzi na Mama Samia kwa ujumla. Ni mradi mkubwa wenye tija sana kwa taifa, na tunashukuru sana kwa sababu Jangwani ni barabara kubwa ya Morogoro Road ambayo inaunganisha Kariakoo na Magomeni na sehemu zingine. Kwa hiyo kulikuwa mafuriko yakija, maji yanajaa, ilikuwa kazi kubwa sana, lakini tunashukuru sana Mama Samia kwa mradi mkubwa wenye tija kwa taifa. Asante sana, napenda kuwakilisha. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na viongozi wote ambao mmehudhuria hapa, bila kumsahau pia mkurugenzi. Sisi tumenufaika sana na huu mradi kwa sababu tumenufaika mara mbili. Awamu ya kwanza, kwa wale wakazi wetu ambao walikuwa wanakaa kule katika mazingira magumu, kama siku zote tulikuwa tunaona tangia mwaka 1994 walikuwa wanapata shida sana kuhusu swala la mafuriko. Lakini Mwenyezi Mungu amejalia, Mheshimiwa Rais ameweza kutuletea huu mradi. Leo tunatengenezewa flyover ambayo juu yake kutakuwa kuna kituo cha mwendokasi, lakini pia wakazi wote wa Jangwani ambao walikuwa wanaishi katika mazingira magumu, Mungu amejalia sasa hivi kila mtu amepata kibanda chake popote huko alipo. Tuseme tena mitano kwa Mama Samia. Bila kuendelea tena, naomba. Haya, asante Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Hapa ni wilaya mbili. Hapa unakutana na wenye viti. Naomba mwenyekiti kutoka Kinondoni. Kazi na utu. Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert John Chalamila, naomba na mimi nitumie nafasi hii kukushukuru na kukukaribisha katika ujenzi huu wa daraja la hapa Jangwani. Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa, kabla sijashukuru na kuendelea, tunao wenye viti wetu. Tunao wenye viti ambao ndio waathirika au ndio wanaopokea wageni inapotokea changamoto za mafuriko katika eneo hili. Naomba kwa heshima yako na kwa unyenyekevu nipate nafasi ya wenye viti japo hata wawili tu waweze kuzungumza, kisha nizungumze, nimkaribishe mkuu wetu wa wilaya ya Kinondoni, tukukaribishe uweze kuzungumza na sisi. Mwenyekiti, karibu. Mkandarasi amekwisha jenga piles 80 za kwenda chini kati ya 496 ambazo ziko kwenye mkataba. Overall percentage ni 18% kati ya 22 ambazo ziko kwenye mradi. Malipo, mkandarasi amekwisha kulipwa shilingi bilioni 17.15 kama malipo ya awali ambayo ni IPC namba 1. Na ajira tayari mpaka sasa mradi umetoa ajira ya watu 264, na kati ya hao 236 ni wazawa, sawa na 89%. Changamoto kwenye mradi huu ilikuwa ni traffic management, kwa kuwa miradi ya mjini ina changamoto kubwa, na hasa ukizingatia maeneo haya ya Jangwani ndio njia pekee katika barabara hii ya Morogoro Road ambayo inalisha kuingia mjini. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika haya machache naomba kuwasilisha ujenzi wa daraja ya Jangwani lenye urefu wa mita 390 pamoja na njia za maingilio. Kabla awali yote, naomba nitambulishe consultant Alai anaitwa Richard, ndio msimamizi wa mradi, na contractor team na timu ya makao makuu ikiongozwa na Engineer Ngayungi, ndio project engineer mradi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, daraja hili lenye mita 390 na upana wa mita 21 ina kina cha mita 10 kutoka usawa wa barabara. Kwa sasa ujenzi utahusisha pia njia za maingilio
approach roads zenye jumla ya mita 860. Daraja litakuwa na njia 2 za mwendokasi ya T-lanes na njia 4 za magari ya mchanganyiko MTL, mixed traffic lanes. Ujenzi wa daraja pia utahusisha kivuko cha waenda wa miguu na vituo vya BRT. Daraja itakuwa na nguzo wa msingi za kwenda chini, yani piles 496 na nguzo 2 za mwishoni, manake abutment 2 na nguzo kati piers 12. Tabaka la lami itakayojengwa la barabara za maingilio za mixed traffic lane ni super pave. Barabara za zege itakuwa kwa ajili ya mwendokasi lenye unene wa milimita 250, yani sentimita 25. Mkandarasi anaitwa CCCC, yani China Communication Construction Company kutoka China, na mkataba utajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 97.1 bila VAT. Muda wa ujenzi ni miezi 24 na kimkataba ujenzi ulianza, maana yake commencement date tarehe 2 Mei 2025. Maendeleo ya ujenzi. Mpaka sasa mkandarasi amekwisha tengeneza diversions, maana njia ya mchepuko ambayo ilikuwa ni challenge kubwa kwenye mradi huu kwa sababu ya traffic congestion iliyopo kutoka mjini kwenda Magomeni. Lakini pia amekwisha hamisha miundombinu ya TANESCO na TTCL